Yes, okay. Kijana tunaendelea naye mfanyabiashara mwenye ndoto kubwa sana ambaye anakutana na vikwazo vingi sana katika safari yake ya kuweza kutimiza malengo yake, lakini vile vile pia ameingia katika mahusiano na binti ambaye baba yake ni tajiri mkubwa sana. Tulishia pale baada ya kijana kufukuzwa. Tunajua kwamba kuna mzee yule alimpa msaada kule njiani wa kumpandisha yule mgonjwa wake, na alivyofika huko hotelini anamkuta mzee ambaye ni baba wa yule binti ambaye amekuja kuonana naye ni yule mzee ambaye alimpa msaada kule hotelini. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa kijana anaambiwa aondoke haraka sana, kwa sababu amekutwa kwenye position akiwa amemkumbatia binti, yuko na mataulo yale ya hotelini, na wapo katika sehemu ambayo kama wameangukiana kama kwenye sofa fulani, ambayo kwa mtu yoyote akija kwa mara ya kwanza hawezi akaelewa kwamba ulikuwa anafanya nini na binti yake. Kwa hiyo kijana anafukuzwa hotelini na nguo zake zinatupwa kuanzia ghorofa ya juu, na chini kuna mti zinanasa kwenye mti. Kijana anashindwa kutoa nguo zake. Mwisho wa siku kijana anaamua kuondoka na taulo ambalo ni yale mataulo ya hoteli akiwa na ndala chini, lakini vile vile zile suti alizopatiwa huyu kijana, ikumbuko ya kwamba ni zile suti ambazo alimuomba rafiki yake ushauri kwamba avae vipi ili kwenda kumuona baba wa mchumba wake, yani baba mkwe. Kwa hiyo kijana mwenzake au wewe hapo unasikiliza, inawezekana ukampa ushauri kwanza, vaa hivi, na kama kuna vitu vya kwako unaweza ukamwazima rafiki yako ili ikenda kule asionekane kinyonge. Kwa hiyo kijana alipewa suti za rafiki yake. Baada ya kwenda nazo kule, ndio hivyo suti zimenasa juu ya mti na yeye hajui ataondoka vipi. Na baada ya kuondoka kijana anaona isiwe issue, anaamua kujisepa kama hivyo na kuondoka mdogo mdogo, ikiwa nguo zake ndo kama hivyo zimenasa juu ya mti. Baada ya kuulizwa kulikoni kijana ilikuwaje mpaka akawa na harufu hiyo akiwa amekutana na mpenzi wake, kwa sababu mpenzi wake alishangaa kwa nini ameingia hapo akiwa na harufu hiyo, mpaka ameingia katika harakati ya kutakiwa kwenda kuoga. Matokeo yake anakumbatiana naye na baba mkwe anamfuma na kumfukuza. Kijana anadai kwamba kulikuwa na purukushani tu ya hapa na pale, yeye na rafiki yake njiani waligombana, lakini hakusema ya kwamba kuna ajali ilitokea, wala hakusema ya kwamba baba yake huyo binti kwamba alikutana naye njiani akiwa anamsaidia mtu, kwa sababu huwezi ukayazungumza yote ikiwa mtu ana hasira, kwa sababu amekukuta huko na binti yake na kuna vitu unavyovifanya. Kwa hiyo unakuwa unaondoka na yale. Kijana anaamua kuondoka na kuamua kusema sawa, haina neno, anaamua kwenda kupambana na hali yake, ikiwa amemwacha binti akiwa amebaki pale. Na kwa kuwa binti amebaki pale, anakuwa haelewi nini cha kufanya. Anawaza ajaribu kuambia rafiki zake kutokana na changamoto iliyotokea, au aamue tu kujaribu kumwambia mzazi wake kuhusiana na kumfukuza kijana yule ambaye ni mstaarabu, lakini mzee hakumuelewa. Mambo yanakuwa yanaendelea mengi zaidi, na kijana huyu akiwa na nguo zake za kuogea, yeye anaamua tu kuchapa lapa kwa ajili ya kuelekea nyumbani kwake ili kwenda kumpa mkasa mshikaji wake. Sasa tapata nafasi ya kujua zaidi, kwa sababu je, kijana anaelekea nyumbani, zile suti azimwa na rafiki yake. Je, rafiki yake atamuelewa kweli? Au kama ni wewe hapo mwemwazima mtu nguo alafu zile nguo hajarudi nazo, anakuja kukupatia taarifa nyingine. Inatakiwa tukae katika mapokezi ya kupokea vile ambavyo yawezekana rafiki zetu wanaweza wakaja kutufahamisha, kwa sababu tunajua kwenye harakati ya mahusiano na vitu tofauti tofauti ni kawaida kukutana na vitu kama hivi, kwa sababu umeona kijana yeye amepozwa zaidi na kutoa msaada, lakini yale papara ya kutaka kumkumbatia binti akiwa kwenye hoteli pia imekuja kumkosti na kumsababisha mzee amfukuze. Tutaendelea na mastori yetu hapa. Hii bwana inaitwa story ya kijana mfanyabiashara mwenye ndoto kubwa sana, ambazo mimi nitakuwa nazidi kukusogezea mdogo mdogo, na we pia endelea kusubscribe kwenye channel yetu, endelea kusikiliza, kwa sababu tuna nafasi ya kuongezeana mengi zaidi kupitia hili la kwetu.